ujumbe wa habari njema. Huu ni mwezi uliojaa neema, hata kibinadamu. Ni mwezi wa mavuno, mwezi wa mavuno. Hali ya chakula inakuwa tele, hali ya maisha inakuwa nafuu. Ni mwezi wa neema. Basi na sisi tumesimama mahali hapa kwenye madhabahu yako, madhabahu takatifu. Tunasi neema yako ije ndani yetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya ndoa zetu, ndani ya watoto wetu. Tunasi neema yako kwa kanisa lako, kwa familia zetu, kwa ndoa zetu, mahali ambapo tumekukosea kwa mawazo yetu, kwa maneno yetu. Tunasi rehema, tunasi msamaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema yako iliyomwendea Sauli, ukamwambia aingie mjini, ataambiwa yampasayo kuyatenda, japokuwa alikuwa mwovu. Ni kwa neema ukamteua kuwa chombo chako. Hata mimi naomba Bwana Yesu, nifanyike baraka mbele za watu, nifanyike baraka mbele zako, mbele za ndugu zangu, mbele za familia, mbele za ukoo. Nifanyike baraka kwa taifa langu la Tanzania. Nijalie neema pale nyumbani, nijalie neema pale kazini, kule nyumbani, kwenye ukoo, kwenye familia. Hata kama kwenye familia yangu hakuna mtu aliyeokoka, nipe neema ya wokovu kupitia mimi, hata wao waokolewe. Hata kama kwenye familia yangu hakuna mtu aliyeinuliwa, aliyetajiri, aliyejenga, kupitia mimi, nipe neema niinuke, niwe tajiri, nijenge, ili wao wameniambia ninayo, wameniambia nina magonjwa, hata kuyataja naona haibu, hata kuyasema naona haibu. Naomba neema yako, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji. Maana umesema kwa mikono ya Paulo ulifanya miujiza kupita kawaida, mpaka leso zikaponya. Naomba neema ya uponyaji ndani yangu, ndani ya tumbo langu, ndani ya uzao wangu, ndani ya familia, ndani ya ndoa yangu. Naomba neema. Hata kama shetani ameweka magonjwa kwenye tumbo la mama yangu, kwenye tumbo la uzao la mama yangu, tumezaliwa 7, tumezaliwa 6 kwa idadi yetu, ameweka mabaya kwenye uzao la tumbo la mama yangu. Naomba neema ya kubadilishwa, naomba neema ya kugeuza yale mabaya kuwa mema, yale mabaya yaliyoachiliwa yageuzwe sasa kwa neema yako, kwa neema yako. Yawe mema, yawe mema kwa kadiri ile walioachilia mabaya juu yetu, juu ya ndoa yangu, juu ya maisha yangu, juu ya familia yetu, juu ya maisha yangu. Yale mabaya kipimo kile kile yanageuzwa yawe mema, yawe mema, yawe mema, yawe mema kwa neema yako, kwa neema yako. Naomba neema ya wokovu kwa watoto wangu, naomba neema ya wokovu kwa ndugu zangu, mzaliwa wa kwanza mpaka wa mwisho. Naomba neema ya elimu kwenye familia, kwenye familia, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu. Naomba neema ya kumiliki, ya kumiliki, ya kutawala, ya kujenga, ya kununua, ya kuuza. Naomba neema ya biashara, naomba neema kama ulifanya kwa mikono ya Paulo mambo makubwa, kwa mikono hii fanya makubwa, fanya makubwa kama ulifanya kwa mikono ya Stefano mambo makubwa, kwa mikono hii fanya makubwa, fanya makubwa. Naomba neema yako, naomba neema yako, nasi neema yako, nasi neema yako, nasi neema yako. Hata kama historia inakataa kwenye ukoo wetu, haijawahi kutokea mkuu, haijawahi kutokea mwenye mamlaka. Kwa neema yako wewe unaweza kugeuza historia, wewe unaweza kugeuza historia, kugeuza historia kwenye familia yetu, kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu. Wamezoea kutuona hoi, kutuona maskini, kutuona wachovu, kutuona maombaomba. Geuza historia, geuza historia. Achilia neema, achilia neema. Watu walishangaa kumwona Paulo akihubiri Yesu ni mwana wa Mungu. Ni kwa sababu neema yako iliingia kwa Paulo, iliingia kwa Paulo.
neema kwenye uzao wa tumbo la mama yangu, wa tumbo la mama yangu. Achilia neema, neema ya uzao, neema ya ustawi, neema ya ustawi. Naomba neema yako, naomba neema yako, neema ya kuwa hai, neema ya kuishi, neema ya kuishi, neema ya kuishi. Achilia neema yako kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume. Achilia neema yako, neema ya kuinuliwa mahali pa kazi, neema ya kibali, neema ya kibali, neema ya kibali. Achilia neema ya kufanya biashara, ya kufanya biashara kwa mikono hii, isizae mauti, isizae kufakufa, isizae mauti, isizae kufakufa. Mikono hii naomba neema yako, neema ya mikono, neema kwenye mikono, neema kwenye mikono, neema kwenye mikono, neema kwenye ndoa, neema kwenye kazi, neema ya maisha, neema ya maisha. Maana umesema tukuombe neema, utatupa neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Huu ni wakati wa kupewa neema. Haya ni majira ya kupokea neema, neema ya mahitaji, neema mbalimbali kuanzia kwenye familia mpaka kwangu binafsi. Napokea hiyo neema, napokea hiyo neema, neema mbalimbali, neema ya maombi, neema ya kuona, neema ya kusikia, neema ya kuwaona watakatifu wa Mungu, neema ya kusikia sauti ya Mungu, neema ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, neema ya uzima, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji. Napokea kwa jina la Yesu, napokea kwa damu ya Yesu, napokea kwa jina la Yesu, napokea hiyo neema, napokea hiyo neema, napokea hiyo neema. Hapa kwa watoto wangu, hapa kwa watoto wangu, neema iliyobadilisha maisha ya Sauli, ibadilishe uzao wangu, ibadilishe maisha yangu, ibadilishe ndoa yangu, ibadilishe mume wangu, ibadilishe mke wangu, ibadilishe ndugu zangu, ibadilishe ndugu zangu, ibadilishe dada zangu. Neema ya Bwana, neema iliyokoa, neema iliyokoa, naipokea sasa, naipokea sasa, napokea neema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Napokea hiyo neema, napokea hiyo neema, napokea hiyo neema. Hakuna kuzuia, maana Yesu amesema nitaachilia hekima, hakuna kuzuia, hakuna kuipinga, hakuna kushindana nayo. Ewe adui yangu, hautazuia. Haya ni majira ya neema. Ewe mtesi wangu, kama maandiko niliyoyasoma yanavyosema, nitaachilia hekima ndani ya kinywa chako. Hakuna atakayezuia, hakuna atakayezuia, hakuna kukushinda. Napokea hiyo neema kwa jina la Yesu, napokea hiyo neema kwa damu ya Yesu, napokea hiyo neema ndani ya kinywa chako, ndani ya ndoa yangu, ndani ya watoto wangu, ndani ya familia yangu. Napokea neema kwa jina la Yesu, ndani ya kanisa, ndani ya kazi, ndani ya biashara, ndani ya uzao wangu. Achilia neema yako, achilia neema yako, achilia neema yako, neema mbalimbali. Basi neema yako, naita neema yako, naomba neema yako, naomba neema yako, naita neema yako. Napokea sasa, napokea sasa neema ya uzao, neema ya watoto, neema ya watoto, kama vile Sara, kama vile Hana, kama vile Sara, kama vile Hana, kama Mariamu, kama Mariamu. Napokea neema kama Rebeka, kama Rebeka, kama mama Samsoni. Napokea neema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya kumiliki kama Yusufu, neema ya kutawala kama Daudi. Napokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya kutenda mambo makubwa, mambo makubwa kama Stefano, kama vile Paulo. Napokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya kuona kama vile Paulo. Kila macho yaliyofungwa, macho ya rohoni yanafunguliwa sasa, kama Paulo kwenye macho yake alipokutana na wewe, nuru yako ikamwangazia kote kote, ndani ya macho yake yakaanguka vitu kama magamba. Nami jioni ya leo, nuru ya Kristo iniangazie kote kote kwenye biashara yangu. Nuru ya Kristo iangaze huko kwenye kazi yangu. Nuru ya Kristo iangaze huko kwa watoto wangu. Nuru ya Kristo iangaze huko kwenye ndoa yangu. Nuru ya Kristo iangaze huko kwenye uchumi wangu. Nuru ya Kristo kote kote iangaze huko, iangaze huko pale nyumbani.
hilo giza kwenye macho yangu, macho ya rohoni, macho ya nje yanaondoka, yanaondoka. Hayo magamba yaliyofungwa macho ya rohoni, hata sioni maono, sioni maono, leo yanaondoka. Hayo magamba yanaondoka kuanzia sasa. Macho yangu yatiwe nuru, yatiwe nuru, yatiwe nuru. Masikio yangu yasikie kwa Bwana, yamsikie Bwana, yamsikie Bwana. Macho rohoni yatiwe nuru, yatiwe nuru. Hayo magamba yanaondoka, yanaondoka. Huo uzito unaondoka pale kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye elimu. Huo uzito unaondoka, unaondoka. Huo kipofu unaondoka, unaondoka. Huo kipofu unaondoka, unaondoka. Inawekwa huru kwa damu ya Yesu, damu ya kwanza inawekwa huru. Uzao wangu unawekwa huru, ndoa yangu inawekwa huru, familia yetu inawekwa huru. Neema ya Bwana ipite huko kwa dada zangu, kwa kaka zangu, kwa watoto wangu, kwa mume wangu, kwa mke wangu, hapa nilipo. Neema ya Bwana unitembelee. Naomba neema, naomba neema, naomba hiyo neema, naomba hiyo neema ya jina la Yesu. Tunasi neema yako, tunaomba neema yako, neema yako Yesu iambatane na kanisa lako. Neema yako Yesu itembee nasi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya uzao, neema ya ndoa iachiliwe sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunasi neema yako, tunaomba neema yako, tembea nasi Bwana. Neema yako itembee na watoto wako, itembee na watumishi wako, itembee na kanisa lako. Neema yako Bwana ya kushinda kila majaribu, ya kushinda kila vita inayoinuka mbele yetu. Tupe neema yako, tupe neema yako, tunaomba neema yako Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana itembee nasi, neema yako Bwana itembee nasi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba neema yako,
uliyejaa neema, uliyejaa rehema, mwingi wa fadhili, huna upendeleo, humpendelei mtu yoyote akikutegemea wewe. Wewe unatenda kwake, wewe unatenda kwake. Ni majira ya neema, ni majira ya neema kwa kanisa lako, kwa watumishi wako, kwa watoto wako, kwa watu wako walioitwa kwa jina lako, waliokutegemea, waliokutumainia. Ni majira ya neema, ni majira ya neema. Ritandarabosai, ritandarabosai, ritandarabosai. Neema yako imimine, neema yako imimine, neema yako imimine kwa mama, kwa vijana, kwa mabinti, kwa watoto, kwa watu wa kila kabila, kwa watu wa kila lugha, kwa kila rika, kwa kila rika. Mimi na neema yako, 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 mpaka pale nyumbani, mpaka pale kazini, kwenye ndoa zetu, kwa watoto wetu, kwa wazazi wetu, kwa ndugu zetu. Mimi na neema yako, neema na kibali, neema na kibali, neema na kibali, neema na kibali, mahali pa kazi, mahali pa biashara, mahali pa familia, mahali pa ndoa. Achilia neema, achilia neema. Baba, tunakuinua. Mungu, tunakuinua.
tunainua jina lako, tunainua ukuu wako. Ni kwa neema, ni kwa neema. Wewe unaweza kutustahilisha, wewe unaweza kutustahilisha. Asiyestahili unaweza kumstahilisha kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Ina mikono yako juu, sema Bwana Yesu, mimi naamini maadamu naishi liko jambo unalitenda kwangu. Maadamu naishi iko neema inakuja kwangu. Mbele yangu naiona neema, mbele yangu naiona baraka, naziona baraka mbalimbali ulizoniwekea kwa neema yako. Maadamu naishi naiona neema juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu. Niliyoyapitia sitayapitia tena, maana neema yako itaenda nami, itanifunika, itaniatamia. Haya magonjwa sio sehemu yangu tena. Neema yako imeniondolea magonjwa, maumivu. Kama Bartimayo alipewa kuona kwa mara nyingine, neema yako imeyafunua macho yangu, imeyafungua masikio yangu, nimepewa kuona. Sasa naona, sasa naona, sasa naona. Kwa neema yako ninaishi, neema yako watoto wangu wanaishi kwa neema yako. Maadamu neema bado ingali, ikiwemo watoto wangu, ninajua wamepata neema, watakutumikia, wataishi na wewe, watakuhubiri kama Paulo alipokuhubiri kule Dameski. Alihubiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Uzao wangu unahubiri, utahubiri, utakuhubiri. Familia yangu itakuhubiri. Kinywa changu kitatangaza matendo yako. Nitasimulia shuhuda zako nilizozipokea ndani ya mwezi huu, mwezi wa neema. Nimepokea kilicho cha kwangu, nimepokea nilichokiomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tulia mbele za Bwana, kaa kimya mbele za Mungu. Acha Mungu afunue neema yake kwako. Katika ukimya huu Mungu afanye jambo kwako, Mungu afanye jambo jema kwako. Katika ukimya huu Mungu afanye jambo kwako. Yesu niliyohubiri habari zake, yeye ambaye maandiko yanamtaja, alipita huku na huku akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, akifanya miujiza, akiwaponya watu, maana neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Yuko hapa sasa, anapita kwako, anaachilia neema kwako. Anayestahili kufunguliwa anafunguliwa, anayeomba mtoto anapewa mtoto, anayeomba ndoa takatifu anapewa ndoa takatifu, anayeomba uponyaji anapewa uponyaji, anayeomba kibali kazini anapewa hicho kibali. Haja ya moyo wako, neema inakuja hapo ulipo. Ni neema, ni kwa 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 neema. Kwa neema kazi yako inaponywa, kazi yako inaponywa, biashara inaponywa, ndoa inaponywa, uchumi unaponywa. Kurasa mpya unafunguliwa kwako, kurasa mpya unafunguliwa kwako, kurasa mpya unafunguliwa kwako. Kwa neema, kwa neema, kwa neema. Historia inabadilishwa, inabadilishwa, inabadilishwa. Historia ya maisha yako inabadilishwa, inabadilishwa kwa neema, kwa neema, kwa neema. Historia ya maisha yako inabadilishwa kwa neema, kwa neema. Tumbo lako linabadilishwa, linaponywa, linafunguliwa kwa neema. Roho Mtakatifu anagusa maisha yako, anagusa maisha yako, anagusa maisha yako. Huo ni mguso wa Roho Mtakatifu, huo ni mguso wa Roho Mtakatifu.
anagusa maisha yako. Ndio hilo linalokuumiza, Roho Mtakatifu analijia hilo, analigusa hilo, halitakuumiza tena. Hilo linalokunyima raha, linalokukosesha amani, Roho Mtakatifu amekuja juu ya hilo, anagusa. Historia inabadilishwa. Historia inabadilishwa. Uwe chachu. Naondoa mapooza. Uwe chachu. Watu walimnung'unikia Musa, wakasema mahali hapa ni pazuri, lakini maji yake ni maji machungu. Musa akamwomba Mungu, akamwambia kaweke mti, kautie chumvi kwenye kile chemchemi. Alipotia chumvi, yale maji yakawa matamu, na kuamuru kuanzia sasa hiyo roho ya mapooza iliyoachiliwa juu yako inaharibiwa. Kuanzia sasa uwe nuru, uwe chachu kwa familia, uwe chachu kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye ustawi. Uwe chachu kupitia wewe, ndugu zako wamjue Yesu, familia imjue Yesu kupitia wewe. Huo ukoo utabadilishwa kupitia wewe. Mafalme watazaliwa kwako, watakayohubiri injili Kondoa, watakayohubiri injili Dodoma, watakayohubiri injili kwenye familia yako. Nimetamka kwa jina la Yesu, hii ni majira ya neema. Hiyo ni neema ameipata neema, amekumbukwa, amepata neema. Uwe nuru, uwe chachu. Kwako hakutakuwa mapooza tena, wala kuzaa kufa. Mikono yako imebadilishwa kama mikono ya Paulo iliyokuwa inaua, ikageuzwa ikaanza kufanya miujiza kupita kawaida. Hiyo neema imeingia kwako kupitia wewe. Wakuu watakujua, watamjua Mungu, familia itamjua Mungu. Uwe chumvi. Imekuwa kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, tuseme wote Bwana Yesu awe nuru kwa mataifa, awe nuru kwa familia, awe chachu kwenye ukoo, awe chachu, awe chumvi kule Kondoa, uwe chumvi kwenye ukoo wa baba yako, ukoo wa mama yako. Wewe ni mbegu, umepandwa. Uwe nuru kwa mataifa, kwa jina la Yesu. Imekuwa tayari. Ina mikono yako juu. Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, mimi na ndoa yangu tuwe chumvi kwenye familia, tuwe chumvi kwa mataifa, tuwe nuru kwa mataifa, tuwe chachu. Wewe ulisema ninyi ni chumvi ya ulimwengu, niwe chumvi kwenye familia yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tulia mbele za Bwana. Bwana, lete hiyo neema ya kuwa chachu, hiyo neema ya kuwa chachu. Yaani wewe uwe chachu kwenye familia. Familia ijifunze kwa wewe, ijifunze kwa wewe. Familia ijifunze kwa wewe. Nani tunakuuliza? Huyu ni God. Zaina leo alishakufa. Zaina alishafia huko. Alishakufa siku nyingi. Tulishazika Zaina. Anaishi ni Glory. Zaina alishakufa miaka mingi iliyopita. Yuko kuzimu huko. Tulia mbele za Bwana. Neema inakuja hapo ulipo. Neema inakuja hapo ulipo. Neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Bwana akupe neema maongezeko. Bwana akupe neema maongezeko. Bwana alipitishe jina lako
kati ya majina yanayotakiwa majira haya. Bwana lipitishe jina lako kati ya majina yanayotakiwa kazini. Pale kazini watakaopata mkataba wa kudumu, jina lako Bwana lipitishe. Akupe neema ya kuongezewa mshahara kazini. Akupe neema ya kupanuka kimawazo, kiuchumi, kimaarifa. Kama ukilima Bwana kujaze dabodabo. Ukinunua Bwana pandishe bei ya mazao kwa ajili yako. Ukisema nanunua mpunga niuze baadaye, Bwana pandishe bei ya mazao kwa ajili ya mpunga wako. Bwana akupe mshahara mwingine pale kazini na kuombea maongezeko, 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 maongezeko. Haya ni majira yako ya kuvaa shela, ya kuvaa shela. Bwana kukutanishe na mume wako anayetoka kwake, anayetoka kwake. Bwana kuepushe na wanaume wanaotoka kuzimu, wanaotoka kwa Lucifer, wanaotaka kukujia kwenye ndoto. Yule mwanaume anayekujia kwenye ulimwengu wa ndoto hata kupata. Wewe mchawi, wewe Lucifer unayemjia binti huyu kwenye ulimwengu wa ndoto, hutamharibu. Unakuja ili kuua fisha yake. Umeshajua haya ni majira yake ya kuvaa shela, ya kukutana na mume wake. Unawahi wewe ili mgombanishe na Mungu wake. Hutaweza. Wewe unayewahi kabla ya majira, kabla ya wakati, hutaweza. Bwana akupe maongezeko, uzidisho pale kazini, upendeleo pale kazini. Malipo unayolipwa yaende mara mbili. Bwana yafungue macho ya mume wako akuone. Haya ni majira yako ya neema. Neema imemiminwa kwako, imemiminwa ya maongezeko. Nyama likubwa wanatua kwa majirani, wanatua sebuleni, wanatua pale unapokaa. Na yafungue macho uone wanaokuja kama jini mahaba, wanakuja kama jini mahaba katika ulimwengu wa roho. Na yafungua, utawaona kwa idadi yao na utapigana nao, na Bwana atakupa kuwashinda. Utawashinda vibaya na watashuhudia kwa macho yao ukivaa shela kwa jina la Yesu. Haya ni majira yako. Hiyo neema inaingia kwako, neema ya maongezeko. Majina yako yamepitishwa katika ukoo, katika familia. Wewe ni kichwa cha familia, Wewe ndio Yusufu wa familia, wewe ndio Mariamu wa familia, wewe ndio Esther wa familia, wewe ndio Yusufu wa familia. Kimepitishwa, kichwa chako kimepitishwa, umepitishwa. Wewe ndio baraka wa familia, mbaraka wa familia. Hiyo neema ipokee. Hakuna wa kukushinda. Bwana achilie neema kwenye kinywa hiki. Maombi yako yawe upanga mkali. Na achilie hiyo nguvu kwenye kinywa. Watashindana na wewe hata kushinda. Bwana anachilia hiyo nguvu. Maombi yako yajawe nguvu. Nguvu ya maombi inarejeshwa ya usiku wa manane, ya saa 6 za usiku, ya jioni, ya alfajiri. Nguvu ya maombi. Neema ya kuomba inatiririka. Macho yako yametiwa nuru, masikio yako yamefunguliwa. Utasikia, utaona hata kwenye huduma, utaona hata kwenye kwaya, utaona hata kwenye praise, utaona hata hapa kanisani. Utaona macho yako yakiwe nuru. Nafasi ambayo Mungu amekuweka inarudi. Hiyo ni neema. Hukustahili, lakini neema ya Mungu inakuatamia kwa jina la Yesu. Imefunuliwa karama, vipawa vya utumishi, vipawa vya kuimba, vipawa vya kumhubiri Kristo kwa njia ya kuimba. Maana imeandikwa, hubirini kwa kuimba. Na achilia hiyo neema, hizo vipawa, hizo karama, hizo vipawa, hiyo neema ya ndoa takatifu. Hata kama historia inaonyesha hakuna ndoa takatifu kwenye ukoo, hiyo neema imeachiliwa. Vipawa vya kuimba, vipawa vya kuhubiri, vipawa
power ya kumchakaza shetani kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya nyimbo. Watu wataokoka, watasikia nyimbo zako, wataokoka, wataokoka, wataokoka kwa njia ya kuimba tu. Watu watafunguliwa, watu watamjua Yesu kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya nyimbo. Pokea neema, pokea neema, inapokelewa kwa shukrani, kwa shukrani, kwa shukrani. Tunashukuru Mungu kwa neema ya kuimba, kwa neema ya kuimba, kwa neema ya kuimba, kwa vipawa vya kufungua watu kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya nyimbo. Baba wataokoka, kaka wataokoka, dada wataokoka, mama wadogo wataokoka, mama wakubwa, mashangazi. Ukoo utakubwa kwa Yesu kwa kuimba, kwa kuimba, kwa kuimba. Kila sikio litakalosikia hizo nyimbo litasikia kuimba, litasikia kuitwa, litasikia kuitwa. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pandisha huko, toka huko ndani, achie vipawa kufanya kazi. Toka kwa jina la Yesu. Sogea, 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 sogea. Napokea karama, napokea vipawa, napokea vipawa, napokea ndoa, napokea watoto, ustawi, 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 napokea, napokea uzima, napokea kwa jina la Yesu. Kuinuliwa, napokea, napokea uponyaji, uponyaji, napokea uponyaji, wokovu kwenye familia, napokea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ije ndani yangu sasa, itiririke ndani yangu kwa jina la Yesu. Karama na vipawa, napokea karama ya utoaji, karama ya kuwatunza watumishi wa Mungu, ya kuwatunza watakatifu, ya kuwahifadhi maskini, kuwasaidia yatima, wajane, kuwasaidia wasiojiweza. Hicho kipawa nakipokea, nakipokea, nakipokea. Karama ya utoaji kama Dorcas naipokea, naipokea kama Dorcas naipokea, naipokea. Karama ya matendo ya miujiza napokea. Vipawa, hekima kwa watoto wangu, akili kubwa, akili kubwa, akili kubwa, akili kubwa kwa uzao wangu, kwa uzao wangu, kwa uzao wangu, nguvu kubwa, akili kubwa, vipawa vya elimu kwa uzao wangu napokea, napokea, napokea elimu kwa watoto wangu, napokea, napokea, napokea akili kubwa, uwezo mkubwa, vipawa vikubwa, napokea hiyo, napokea hiyo, napokea hiyo. Pokea, 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 pokea akili kubwa, pokea akili kubwa kwa watoto wako, kwa uzao wako, kwako mwenyewe, hekima itakayokuwa haishindikaniki na kitu chochote. Hakuna atakaye kushinda, hakuna atakaye kushinda. Mahali ambapo wengine watakuwa hawaoni majawabu, hawaoni wa kufanya, hekima kubwa italeta majibu, italeta majibu, italeta majibu, italeta majibu kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kuwalea watoto wako, kuwasomesha watoto wako, kuwatunza watoto wako. Mungu akupe hiyo 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 hiyo, akupe, akupe, akupe hiyo neema, akupe, 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 akupe. Nimepokea akili, nimepokea akili, nimeshapokea. Shetani umeshalala, nimeshapokea, 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 nimeshapokea. Kazalo kusema nimeshapokea, nimeshapokea. Yanakataa, yanakataa, kili, 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 yanapinga kili tu, kili tu. Nimeshapokea, nimeshapokea, nimepokea hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema ya kutunza wajane, ya kusaidia yatima, ya kutunza watumishi wa Mungu. Akili kubwa kwa watoto wangu, uwezo mkubwa, nimepokea, nimepokea, nimepokea kwa jina la Yesu. Dakika moja tu, neema imefunuliwa, 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 neema imefunuliwa,
Neema imefunuliwa kwako.